Kwa hiyo when to trade forex, ni muda gani ambao unahitaji kufanya forex? Huwezi ukasema forex unaifanya kila siku au kila saa useme kwamba wewe utakuwa unafanya forex. Unakuwa na muda wa kusema kwamba unafanya forex. Sio kila siku au sio kila saa utasema kwamba unahitaji kufanya forex. Ni masaa baadhi ambayo utakuwa umechagua kwamba hapa sasa ndio unasema nafanya forex. Nilikuwa nafikiria kuishia hapa. Ngoja nione kipande kilichobaki. Okay. Hii ndio kipande chetu cha mwisho. Kwa hiyo ni when unadhani unaweza kufanya forex. Japokuwa tumesema kwamba forex inafunguka masaa 24, yani na soko liko open kwa masaa 24 kwa siku 5 za wiki, haimaanishi kwamba muda wowote ule unatakiwa ufanye trade. Kuna muda ambao kunakuwa na mzunguko mkubwa sana sokoni na kuna muda ambao mzunguko unakuwa ni mdogo. Haimaanishi kwamba nikisema mzunguko unakuwa mdogo eti ndio basi nakosa mtu wa kumuuzia au wa kununua. Inamaanisha mabadiliko ya price kuna muda yanakuwa makubwa sana, kuna muda ambao mabadiliko ya price yanakuwa ni madogo. Sasa muda ambao mabadiliko ya price yanakuwa madogo, mimi faida nitaipata wapi? Kwa sababu faida ninapata kutokana na mabadiliko ya bei. Bei inapobadilika ndio mimi napata faida pale. Kwa kama nimenunua fedha ikiwa na shilingi 2250 imeenda 2500, ndio faida nimeipata hapo kwa sababu kuna mabadiliko makubwa. Lakini kama nimenunua 2250 imebadilika kidogo tu kwenda 2251, sijapata faida. Kwa ni muda upi ambao natakiwa nifanye forex, au ni muda upi ambao kutakuwa na mabadiliko makubwa? Na hayo mabadiliko makubwa ni kwenye currency ipi? Ndio tunakuja sasa kwenye market session. Kuna session ambazo za forex, soko la forex limegawanyika kwenye session 4 tofauti. Kwa session ya kwanza ni Sydney session ambayo inaitwa Sydney session. Session ya pili inaitwa Tokyo session. Na session ya tatu inaitwa London session. Na ya mwisho kabisa inaitwa New York session. Hizi ni session 4 kuu za kwenye forex. Japokuwa ukiingia kuna wengine wanaongezaga session moja inaitwa Frankfurt session, sio major session na ni session ambayo ina overlap, inakuta ipo ndani ya moja kati ya hizi session. Kwa hiyo sio session ya kusema kwamba ni session kuu. Kwa session main zipo hizi hapa 4 ambapo ni Sydney session, Tokyo session, London session na New York session. Sasa hizi session ni saa ngapi, ni muda upi, au ni currency ipi ambayo inahusika sana? Kwa hiyo tuziangalie muda upi ambao zina open hizo session, kwamba kwa masaa ya hapa kwetu hiyo session inaanza saa ngapi. Kwa hapa masaa yetu hapa Tanzania inafunguka saa ngapi hiyo session, au ni saa ngapi ambapo naweza nikasema okay, sasa hivi ndio hii session imefunguka, natakiwa ni trade kwenye session inaitwa London session au Sydney session. Session ya kwanza ni Sydney session na ndio ya kwanza kufunguka kwenye market sessions. Yenyewe inafunguka saa 7 usiku na kujifunga saa 3 asubuhi. Kwa hiyo saa 7 usiku hii session inaanza, inajifunga saa 3 asubuhi. Kwa hiyo kwa hii session kufunguka na maanisha ule ukanda kuna ukanda fulani ambao unakuta ni muda wa watu kufanya kazi, ndio maana mabadiliko ya price inakuwa. Kama ni wafanya biashara wa huo ukanda ndio wameamka. Mfano Tanzania uwezo ukasema, mfano sasa hivi nikiangalia saa yangu hapa ni saa 2 usiku. Uwezo kaniambia saa 2 usiku kuna mzunguko mkubwa sana wa biashara yoyote ile. Mzunguko huko mchana. Kama ni watu wanauza maji, kama ni watu wanauza nini, biashara ni mchana. Unless ni biashara ambayo ni zinazofanyika usiku, lakini biashara nyingi 95% naweza kusema zinafanyika mchana. Kwa hivyo basi mzunguko wa soko la fedha unafanyika ule ukanda ukiwa ni muda wao wa kazi, kwamba muda wa kazi kwenye nchi nyingi unaanza saa 2 asubuhi labda mpaka saa 11 jioni. Sasa nitajuaje kwamba sasa hivi Japani ndio saa 11 asubuhi? Mimi saa 2 asubuhi na ndio saa 11 jioni. Kwa hiyo ndio kuna hizi sessions zimekuwa categorized kwamba bana
hela ya Japani ni muda wao ni huu, kwamba muda wao wa kazi unaanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo basi hela yao itakuwa na mzunguko sana kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo Sydney session ndio session ya kwanza kabisa kufunguka. Sasa kama ndio session ya kwanza kufunguka Sydney session, je, ni pair zipi ambazo zinakuwa zina mzunguko sana? Yaani pair zipi zinakuwa active katika hii session? Pair ambayo inakuwa active katika hii session ya Sydney session, kwanza kabisa ni pair ya Australian dollar. Australian dollar, AUD. Kwa hiyo Australian dollar utaikuta iko active sana kwenye hii session. Pair nyingine ya I say samani, naona kuna mtu alipiga kwenye simu afu ndio nilikuwa nimeconnect hotspot. Okay. Ngoja ni share screen yangu. Nadhani hapo niko unanisikia tena. Ndio. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa nasema pair ambayo ziko active kwenye hii session ya Sydney session, ya kwanza ni Australian dollar, ya pili ni New Zealand dollar. Kwa hiyo hizi ndio session ni pair mbili ambazo ziko active katika hiki kipindi. Kwa hivyo ninapo trade katika session ya Sydney session, au ninapo trade kuanzia saa 7 usiku mpaka saa 3 asubuhi, pair zipi zitakuwa na mzunguko sana, au currency zipi zitakuwa na mzunguko sana? Ni zile currency ambazo ndani yake kuna hizi major currency mbili, Australian dollar pamoja na New Zealand dollar. Kwa hiyo hizi mbili ndio nitazikuta ziko active sana katika hichi kipindi, New Zealand dollar pamoja na Australian dollar. Kwa hivyo pair yoyote ile ambayo imeinclude, sio lazima eti nikute Australian dollar na New Zealand dollar ndio iwe active. Hapa na maanisha currency ambazo ziko active. Labda niweke hivi, currency ambazo ziko active, Australian dollar pamoja na New Zealand dollar. Kwa hiyo pair yoyote ambayo ndani yake kuna Australian dollar, mfano nikakuta USD Australian dollar, USD ipo na Australian dollar, basi ile pair itakuwa active kwenye ule muda, ndani ya muda. Nikakuta mfano Euro NZD, Euro na New Zealand dollar, hii New Zealand dollar imeisababisha hiyo pair yote iwe active ndani ya huu muda. Kwa hiyo simaanishi kwamba hii ni pair, inamaanisha currency ambayo ipo active kwenye muda. Currency ya kwanza ni hii Australian dollar, currency ya pili ambayo itakuwa active ni New Zealand dollar, NZD. Ndio currency ambazo zitakuwa active ndani ya huu muda. Kwa pair yoyote ambayo ina hizi currency mbili basi itakuwa active. Nanilia pili ambayo ipo active, session ya pili kufunguka ni Tokyo session, na hii session inafunguka saa 8 usiku mpaka saa 4 asubuhi. Kwa saa 8 usiku, baada ya hii kufunguka saa 7 mpaka saa 3, inayofuata saa 8 usiku, lisali moja tu baada ya kufunguka na hii nyingine inafunguka. Sasa pair ambayo inakuwa active kwenye hii session, kwenye Tokyo session, Tokyo ni mji mkuu nadhani kama wa Japan. Kwa pair ya Japanese yen ni pair ambayo itakuwa ipo active sana, Japanese yen, JPY. Kwa hiyo kutakuwa na JPY itakuwa active, alafu pair ya pili ambayo itakuwa active kwenye hii session, kuna pair nadhani kwenye currency ambayo itakuwa active ni currency inaitwa CHF, Swiss franc. Kwa hiyo hizi currency zitakuwa active sana kwenye hii session. Inamaanisha pair yoyote ambayo ndani yake ina hizi currency itakuwa active. Inamaanisha kutakuwa na movement za kueleweka, au price itakuwa ina change sana kwenye ndani ya huu muda. Kwa ndani ya huu muda price zitakuwa zina change sana za Japanese yen na CHF. Kwa hiyo pair yoyote ambayo ndani yake kuna Japanese yen na CHF itakuwa ina itakuwa ina change kwa sana kulinganisha na muda mwingine.
Kwa hiyo nikikuta USD JPY, USD Euro JPY, Euro CHF, unaona, as long as hizi currency mbili zipo kwenye ile pair, basi itakuwa active ndani ya huu muda. Session nyingine ni London session. London session ni session ambayo inafunguka saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na hii ndio major session, inaweza kusema big session kuliko session nyingine zote. Kwa hiyo session kubwa. Kwa sababu gani ni session kubwa? Kwa sababu ya currency ambazo zinakuwa active hapa kwenye hii session. Currency ambayo inakuwa active kwenye hii session, kama unavyofahamu, London ule ukanda kuna euro pamoja na currency nyingine, kuna currency inaitwa pound, GBP. Kwa kwenye zile major currency, pound pia ni kuwa ipo active. Kwa hiyo GBP ni currency ambayo itakuwa ipo active ndani ya hapa muda. Na nilia tatu na ya mwisho ni New York session ya mwisho, ambayo yenyewe inafunguka saa 9 jioni mpaka saa 5 usiku. Kwenye hii currency ambazo zinakuwa zipo active kwenye hii session ni USD, kwa sababu kama nilivyoongea New York unaelewa kwamba ni Marekani huko, USD pamoja na currency nyingine inaitwa CAD, Canadian dollar. Wapo eneo moja au wapo kwenye sehemu moja, naweza nikusema nchi zao zipo karibu. Kwa USD na CAD, yani time zone, naweza nikasema masaa wanakuwa wanafanana. Kwa hiyo USD pamoja na CAD zitakuwa active kwenye New York session. London session itakuwa active euro pamoja na pound. Kwa hivyo zinakamilika zile major currency 8. Kwa hiyo ninapo trade na nili mbili ndio major session kubwa ni mbili, London session na New York session. Ni session ambazo ndio session za kusema kubwa, kwa sababu zinahusisha currency ambazo zina movement kubwa sana, euro pamoja na USD. Hii ipo kwenye session hii, ipo kwenye session hii. Kwa hiyo soko litakuwa active sana kwenye huu muda, na sisi tuna bahati sana, hizi session kwetu zinafunguka muda ambao ni wa muda ambao tumeamka tunafanya mambo yetu. Kwa hiyo naweza nikufanya forex kuanzia saa 4 asubuhi kwenye major session. Hizi zote mbili ni major session, hizi mbili. Kwa hiyo mimi na trade kwenye hizi major session mbili, London session na New York session, na sihitaji kuamka asubuhi sana au kulala usiku sana, kwa sababu ni muda mzuri, saa 4 asubuhi mpaka saa 5 usiku. Nchi nyingine mfano Marekani wanaamka usiku. Ukikonvert haya masaa saa 4 asubuhi, unaweza kukuta kwao huko ongeza masaa kama 8, tunatofautiana nao masaa 8. Kwa hiyo kwao hizi session ni usiku sana, kwa sababu hapa kwao wenyewe inafunguka ni saa 12 jioni, lakini kwetu sisi ni saa 4 asubuhi. Kwa hiyo wao unakuta ana trade mtu saa 8 usiku ndio anaamka ili kufanya forex. Ingekuwa kwetu na tunapopenda kulala, sidhani kama forex ingekuwa nyepesi kiasi hicho. Kwa hiyo muda ambao kuna movement kubwa sana au price inabadilika kwa kiasi kikubwa sana au exchange rate inabadilika kwa kiasi kikubwa sana. Ninapoongelea price inamaanisha exchange rate. Inapobadilika sana ni muda ule ambao kunakuwa na overlap ya hizi session mbili, yani zimekutana, zote zipo active, zote zimefunguka. Hii inafunguka saa 4 asubuhi mpaka saa 12, hii inakuja kufunguka saa 9. Kwa hiyo saa 9 wakati hii inafunguka inaikuta hii imeshafunguka. Kwa hiyo overlap inakuja kutokea kwenye saa 9 mpaka kwenye saa 12 inapokuja kufunga saa 12. Ndani ya muda kuna movement kubwa zaidi. Hai. Sasa kuzipata hizi session isihitaji kuzikariri sana. Nahitaji ninaenda kuna website ambayo inazionyesha hizi session ambayo ni www.forex.timezoneconverter.com. Kwa hiyo hii website ni website ya forex ambayo inaonyesha hizi session, muda upi unafunguka, muda upi inajifunga, na status yake kwamba sasa hivi je imefunguka au imejifunga.
Kwa hiyo basi twende tukaangalie hiyo website www.timezoneconverter.com. Andika www.timezoneconverter.com. Hiyo link ipo kwenye hizo notes nitakutumia, kwa hiyo usijali kama kwamba utaisahau. Hii ni website ya Forex inaonyesha time zone za hizo market session. Nikisha ifungua hivi, kama ndo mara ya kwanza, utadrop chini, utakuja mpaka hapa kwenye time zone, utaseti time zone ambayo unataka. Inamaanisha nimekwambia Forex ni mahali popote pale, nchi yoyote ile nitakayoenda nitakuwa naingiza nipo nchi gani, na yenyewe itaniletea kwa sessions za Forex kwenye nchi uliopo, muda wake za kufunguka ni hii, ya kujifunga ni hii. Mimi sasa hivi hapa tupo Tanzania, kwa hiyo nita scroll down, nitatafuta mpaka sehemu ambayo nipo. Kwa sisi hapa unatafuta, kama uko Nairobi utaselect Africa Nairobi. Of course tuna share time zone, ukiweka hata hiyo itakuja, lakini mimi nita scroll chini mpaka nitaitafuta imeandikwa Africa Dar es Salaam. Africa Dar es Salaam. Na select Africa Dar es Salaam, yenyewe itarefresh automatic, itaniletea masaa ya hapa kwetu. Hizi ni session. Hii ya kwanza achana nayo franka, kama nilivyokuambia. Session kuu ni hizi 4: London, New York, Sydney pamoja na Tokyo. Kwa hiyo muda ambao unafunguka kama nilivyokuambia, inaanza hii hapa Sydney session saa 7 usiku mpaka saa 3 asubuhi. Inakuja hii saa 8 mpaka saa 4. Itakuja hapa London saa 4 mpaka saa 12. Itakuja hii hapa New York saa 9 mpaka saa 5. Status yake inakuonyesha hili soko limeshafunga, ili liko open kwa sababu sasa hivi ni saa 2 na ipo ndani ya huu muda, na hili limeshafunga na hili limeshafunga. Hii page inakuwa ina refresh kila baada ya dakika 5. Kwa hiyo naweza nikifungua tu hapa najua session ipi ipo active. Na kama session ipo active ni session gani? Ni New York session. Kama ni New York session, najua pair zipi ambazo ziko active. Nadhani nitaziongeza kwenye ile nanili yetu, kwenye hii document yetu hapa, session ambazo taongeza hapa, nitasema active pairs. Kwa hiyo kwenye active pairs hapa kwenye Sydney session kunakuwa na Sydney session ndio nilisema kwamba kunakuwa na Australian dollar pamoja na New Zealand dollar NZD. Hizo ni pair ambazo zitakuwa active kwenye huo muda. Alafu kwenye Tokyo session nitakuta kuna JPY. Pair nyingine ambayo itakuwa active hapo ni CHF. Currency nyingine sio pair. London session tutakuwa na euro. Alafu tutakuwa na GBP, GBP. Alafu hapa tutakuwa na USD pamoja na CAD. Okay, ni save. Kwa hiyo hii ndo currency pamoja na session pamoja na pair ambazo zinakuwa zipo active. Link ipo hapa chini itananili. Nadhani tuishie hapo, kesho tutaanza kipande hiki cha terminology. Kwa leo tuishie kwa hapo. Labda ndio, asante. Una swali la kuniuliza ama kama nimeeleweka au maswali? Hapo nimekuelewa vizuri. Kuna muda ulisema nitagunduaje kama soko linapanda au linashuka? Nitakuuliza huko mbeleni, sema tutaendelea mbele. Tukija kwanza analysis na nini ndo vitu kama hivyo. Sasa hivi hapa lazima tuelewe kwanza theory ya Forex ikoje, baadaye ndio tuje kwenye analysis. Kwa tukianza
session za analysis ndio utauliza hayo maswali kwamba hapa nitajuaje inaenda kupanda, hapa nitajuaje inaenda kushuka, nitaingilia wapi sokoni, nitatokea wapi, na kila kitu kitaeleweka. Okay, asante. Kwa kesho ni forex terminology. Kesho tunaanza hapo hizo terminology za forex na jinsi gani ya ndio kwenye terminology zipo nyingi. Utasoma hizo pia simulate, utasoma kuna terminology nyingi, jinsi gani utaingiza order zako sokoni na nini hivyo. No. Natangaza hapo ishia kwa kesho saa 1 kamili kama kawaida tutaanza tena. Okay, asante. Sawa. Hii danili nitakutumia linki, nitakutumia linki ya kuiview muda wote ambao unahitaji. Linki ya YouTube. Hii ya time zone nimeshaiona. Nimesearch hapa nimeiona. Hii sawa. Nasemea hii session ya sasa hivi ya leo iko recorded. Kwa hiyo session tunafanya zinakuwa recorded in case kwamba labda ukuelewa kitu fulani au unahitaji kufanya review, nitakutumia link ambayo utakuwa una view kuiangalia hiyo session. Okay, asante. Okay, poa basi nikutakie usiku mwema. Na pia nitaomba unitumie hiyo nirudie tena. Haina tatizo. Asante.